Asifiwe mtu wa Mungu. Naitwa Adam Komba kutoka kwa Bishop Anthony Aseng. Lisikie neno hili alafu tutalitafakari. Mithali sura ya 29 mstari ule wa 18. Neno la Mungu linasema hivi: pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaeli mtu yule aishikaye sheria. Nitazingatia huo mstari anaosema pasipo maono, yaani pasipo malengo. Maono ni nini? Maono ni malengo ya kesho yako, ni ule mtazamo uliokuwa nao juu ya kesho yako. Kesho yako unataka iwe vipi? Kwenye kesho yako unataka ufikie mipango gani? Kwenye kesho yako unataka uyafikie malengo gani? Yamkini biashara ya namna fulani, yamkini kuwa na ndoa ya namna fulani, yamkini kufika kwenye level fulani ya kielimu. Sasa anasema mtu asiyekuwa na hayo maono, anasema mambo anayoyafanya, anasema watu huacha kujizuia. Manake mtu yoyote asiyekuwa na maono, asiyekuwa na mipango kuhusiana na kesho yake, huwa huru kufanya kitu chochote, huwa aishi kwa mipaka, anafanya jambo lolote kwa sababu hajakaa kuiangalia kesho yake anataka iwe na namna gani. Kwa mfano, mwanafunzi anayesoma labda wa chuo, aliye na ndoto ya kufikia labda GPA ya 4.5, huo ni mfano tu. Ana ndoto kwamba ni graduate na GPA ya 4.5. Huyo mtu kwa sababu ana malengo hayo, ana maono hayo, manake atajilinda kwenye mambo mengi ambayo anaona yatamzuia asifikie hayo maono, ili tu aweze kujiguide na kuwa na focus ya kufikia hayo maono. Au mfano mwingine ni mfano mwanamke mwenye ndoto za kwamba ninataka siku nikija kuwa na ndoa, niwe na ndoa iliyo imara, niwe na ndoa iliyo takatifu, niwe na ndoa iliyo njema. Mwanamke wa namna hiyo utamkuta kwenye usichana wake atajilinda na mambo mengi ya ovyo, ili mwisho wa siku yamtengenezee CV ya kwamba hata akiingia kwenye ndoa aje kuwa na ndoa njema na ndoa yenye baraka. Ni mfano. Au mfano mwingine, mtu mwenye ndoto za kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa. Huyo mtu wa namna hiyo utakuta kwa sababu ana maono hayo, ana malengo hayo, utakuta kwenye kila kipato anachokipata atakuwa anajilinda sana, na analinda kile kipato asikitumie kwenye namna zozote mbaya, ili tu mwisho wa siku afike kwenye yale malengo yake ya juu, malengo yake makubwa, maono yake ya huko mbele afikie, kwa sababu anajua nikitumia fedha leo ovyo, mwisho wa siku sitafikia yale maono. So Biblia inatuambia hapa, pasipokuwa na maono watu hawaachi kujizuia. Manake watu wanakuwa huru kufanya jambo lolote. Unapojiona moyo wako unakuwa huru tu kufanya jambo lolote, auishi kwa mipaka, wewe ni mtu ambaye kila kitu unataka ufanye, kila kitu unataka ukikurupukia kufanya, manake ndani ya moyo wako umekosa maono, umekosa kujua kesho yako unataka uifikie wapi. Mtu mwenye maono ujilinda, mtu mwenye maono ujitunza, mtu mwenye maono ujiwekea mazuio ya baadhi ya vitu, vipi nifanye na vipi nisifanye, kwa sababu anajua kabisa kuna vitu nikivifanya vitaniharibia kwenye kufikia maono yangu. Ukijiona wewe uko huru kufanya kitu chochote, ndani ya moyo wako umekosa maono, ndani ya moyo wako umekosa malengo kuhusiana na kesho yako. Mtu yeyote mwenye kuitazama kesho yake katika namna njema, katika namna ya ukuu, katika namna ya ubora, ujizuia katika mambo mengi ili aweze kufikia kesho yake. Biblia inasema, Yesu anasema kwamba yeyote atakaye kujenga mnara ni lazima akae chini, akubali kulipa gharama. Hivyo ukitaka kwenda juu lazima ukae chini na ukubali kujizuia kwenye maeneo mengi na kulipa hiyo gharama ili ufike kule juu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Jifunze kuheshimu maono yako kwa kuweza kujizuia kwenye mambo ambayo hayana msingi wowote, hayana maana yoyote, yenye lengo ya kukuharibia usifike kwenye yale maono yako, ili uweze kufikia maono yako. Nje ya hapo, usipojizuia kwenye hayo, hautafika kwenye maono yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.